Eneo lote la Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo haya ya Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump amewataka raia nchini Iran kuendelea na maandamano dhidi ya serikali, huku akiwaahidi kwamba msaada uko njiani. Interneti imeendelea kuzimwa nchini Uganda ikiwa ni siku moja tu kuelekea uchaguzi mkuu hapo kesho, huku serikali ikisema itaendelea kufunga mtandao mpaka pale itakapoamua vinginevyo. The internet restriction directed is in line with the legitimate purpose, that is protecting national security, public safety and public order. Na tunauangazia hatua ya Marekani kusitisha mpango wa muda wa ulinzi kwa watu wanaoishi nchini humo unaofahamika kama Temporary Protection Status, yani TPS. Ni nchi nyingi zipo katika mpango huu. Baada tu ya Trump kuingia madarakani katika awamu zake mbili, alijaribu kufuta mpango huu kwa nchi 15. Ni Jumatano ya Januari 14 mwaka 2026. Kwanza mwenzangu Florian Kaijagi hapa studioni anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Florian, kazi kwako, karibu. Asante Skola Kisanga. Waziri Mkuu wa Greenland amesema watu wake wangechagua Denmark badala ya Marekani iwapo watatakiwa kufanya chaguo kama hilo kwa sasa. Matamshi ya Jens Frederik Nielsen katika mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari na waziri mkuu wa Denmark ndio yenye nguvu zaidi kutoka kwa mwakilishi wa eneo lenye uhuru kiasi la Denmark tangu rais wa Marekani Donald Trump aweke upya mpango wake wa kulitwaa. Trump anasema Marekani inahitaji kuimiliki Greenland ili kujilinda dhidi ya Urusi na China. Ikulu ya Marekani imependekeza kukinunua kisiwa hicho, lakini haikufutilia mbali matumizi ya nguvu ili kukichukua. Zaidi ya watu 2,000 wameuawa wakati wa msako mkali wa vikosi vya usalama dhidi ya maandamano nchini Iran. Shirika la kutetea haki za binadamu limesema, huku Rais Trump akiwaahidi raia wa Iran kwamba msaada uko njiani. Zaidi na Esther Wambano. Licha ya kukatika kwa mtandao wa internet, shirika la habari la wanaharakati wa haki za kibinadamu HRANA lenye makao yake makuu nchini Marekani liliripoti kuwa hadi sasa limethibitisha kuuawa kwa waandamanaji 1850, watu 135 wanaoshirikiana na serikali na raia 9 wasiohusika pamoja na watoto 9 katika muda wa siku 17 zilizopita. Afisa wa Iran pia ameiambia Reuters kwamba watu 2,000 wameuawa, lakini magaidi ndio wa kulaumiwa. Trump atahudhuria mkutano kuhusu Iran Jumanne jioni na ameahidi kupata idadi sahihi ya vifo. Waendesha mashtaka wameomba rais wa zamani wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol ahukumiwe kifo iwapo atapatikana na hatia kwa jaribio lake lililoshindwa la kuanzisha sheria ya kijeshi. Mahakama ya Seoul ilisikiliza hoja za mwisho katika kesi ya Yoon ambaye alituhumiwa kuwa kiongozi wa uasi. Shtaka hilo linatokana na jaribio la Yoon mnamo Desemba 2024 kuweka utawala wa kijeshi nchini Korea Kusini, kitendo ambacho kilidumu kwa saa chache lakini kiliingiza nchi hiyo katika machafuko ya kisiasa. Baadaye aliondolewa madarakani na bunge na kukamatwa ili kujibu mashtaka. Na wanawake wawili wamemshutumu mwimbaji raia wa Hispania Julio Iglesias kwa kuwanyanyasa kingono walipokuwa wakimfanyia kazi, na wanadai alifanya unyanyasaji wa kawaida katika mazingira ya kulazimisha, vitisho na vurugu. Madai hayo yaliyotolewa katika ripoti za tovuti ya habari ya Hispania ya El Diario AS na chapisho la Marekani la Univision yanachunguzwa na mahakama ya Hispania. Mwimbaji huyo aliwaajiri wanawake hao wawili katika mali zake huko Punta Cana katika Jamhuri ya Dominica na Lyford Cay huko Bahamas. Kulingana na maelezo yao, unyanyasaji huo wa kingono ulifanyika mnamo mwaka 2021. Hii ni BBC. Na muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu huyo Florian Kaijagi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya tusikilize kupitia Count FM, Nyota FM, lakini nchini Tanzania Abud FM ya Morogoro, CGFM, Classic FM 103.3, Radio 1 na Radio Free Africa. Uganda Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lizadal Radio pamoja na Radio Muungano kule eneo la Beni.
Internet ni katika bbcswahili.com. Na kukumbusha msikilizaji, matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili na utatusikiliza hapo moja kwa moja. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Marekani Donald Trump anajadili hatua zinazoweza kuchukuliwa dhidi ya Iran baada ya kuwaambia waandamanaji wanaopinga serikali kwamba msaada uko njiani. Rais Trump ameonya kutakuwa na majibu makali sana kutoka kwa Marekani iwapo mamlaka za Iran zitaanza kuwahukumu na kuwanyonga waandamanaji. Mashirika ya haki za binadamu yanasema mwanaume mwenye umri wa miaka 26 anatarajiwa kunyongwa leo Jumatano. Phyllis Mwate anaeleza zaidi. Rais Trump amesema mamlaka za Iran zitalipa gharama kubwa kwa mauaji hayo na akawahimiza watu waendelee kuandamana. Amekuwa akipima hatua ikiwemo za kijeshi kwa kile anachokisema ni kujibu ukandamizaji huo baada ya tayari kutangaza ushuru wa 25% kwa nchi yoyote itakayofanya biashara na Iran. Nimefuta mikutano yote na maafisa wa Iran hadi mauaji yasiyo na maana ya waandamanaji yakome. Na ujumbe wangu kwao ni mmoja tu: msaada uko njiani. Na nasema ifanyeni Iran iwe kubwa tena. Mnaelewa, ilikuwa nchi kubwa hadi hawa watu walio na unyama walipoingia na kuiteka. Maandamano hayo ambayo yanaripotiwa kusambaa hadi miji na vijiji 180 katika majimbo yote 31 yalichochewa na hasira kutokana na kuporomoka kwa sarafu ya Iran na kupanda kwa gharama ya maisha, lakini kwa sasa yamekuwa kuhusu wito wa mageuzi ya uongozi na yanatajwa kuwa mojawapo ya changamoto kubwa zaidi kwa uongozi wa kidini tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Usiku wa Jumatatu, maafisa wa ulinzi wa Marekani waliambia mshirika wa habari wa BBC nchini Marekani CBS News kwamba Trump alikuwa amepokea taarifa kuhusu anuwai ya zana za siri na za kijeshi zikiwemo mashambulizi ya makombora ya masafa marefu. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameiambia Al Jazeera kwamba Iran iko tayari kwa diplomasia, lakini pia kwa hatua nyingine, ikiwemo ikiwa Marekani ingetaka kujaribu hatua ya kijeshi ambayo tayari ilikuwa imejaribu hapo awali. Mwezi wa Juni, Marekani ilifanya mashambulizi ya angani dhidi ya vituo muhimu vya nyuklia vya Iran wakati wa vita vya siku 12 kati ya Iran na Israel. Araghchi pia amesema kuwa serikali ya Iran imekuwa ikifanya mazungumzo na waandamanaji, lakini ililazimika kuchukua hatua baada ya makundi ya kigaidi yaliyofunzwa yanayoendeshwa kutoka nje ya nchi kupenyeza maandamano hayo na kulenga vikosi vya usalama. Ni Phyllis Mwate. Serikali ya Uganda imesema itaendelea kufunga mtandao wa interneti nchini humo mpaka pale itakapoamua vinginevyo, hatua ambayo inasema imechukua ili kulinda usalama wa umma na kuzuia habari potofu. Hatua hii inakuja siku chache baada ya mamlaka nchini humo kukanusha ripoti kuwa inapanga kufunga upatikanaji wa mtandao wakati wa uchaguzi mkuu kesho Alhamisi. Wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2021, serikali iliweka kizuizi cha kimtandao kote nchini humo kwa takriban saa 100 na kusababisha hasara ya dola za Marekani milioni 100 na kuweka nchi hiyo miongoni mwa nchi 5 duniani kupata hasara za kiuchumi zinazohusishwa na kuzima kwa interneti. Sasa mwandishi wa BBC David Nkya yuko Kampala nchini Uganda na anaanza kwa kueleza kwa nini serikali imefikia hatua hiyo. Serikali imesema kwamba hatua hii imefikiwa ili kuweza kulinda sasa ule usalama wa umma na kuleta utulivu nchini Uganda kabla, wakati na baada ya zoezi la kupiga kura. George Tembo, huyu ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya mawasiliano hapa nchini Uganda, yani UCC, amesema kwamba hatua hiyo itakuwa ni muhimu ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na utulivu wa kutosha na hakuna habari ambazo zitasambazwa ambazo zitaleta tafaruku miongoni mwa raia wa Uganda. Hebu tumsikilize hapa anavyozungumza. The Internet Restriction Directed. Masharti ya kuzimwa kwa mtandao yaliyoelekezwa yanaambatana na madhumuni halali, yaani kulinda usalama wa taifa, usalama wa umma na utulivu wa umma, na itaendelea kutumika hadi amri ya kurejesha itakapotolewa na mdhibiti. A restoration notice is issued by the regulator. Na pengine sasa David Nkya, maeneo hasa ambayo yameathirika ni yapi? Kuna maeneo mengi Skola ambayo yameathirika, hii ni kwa mujibu wa huyu mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya mawasiliano, ikiwemo
mitandao ya kijamii. Watu hawawezi vile kutizama video mbalimbali ama picha kwenye mitandao hiyo. Lakini pia Scholar, kuna maeneo kadhaa ambayo serikali kupitia mkurugenzi huyu wa mawasiliano wamesema kwamba hayataguswa na hayataathiriwa kabisa. Hebu tumsikilize maeneo hayo ambayo bila shaka hayo yatabakia kama ambavyo yalivyo hivi sasa. Healthcare systems and national referral hospitals. Mifumo ya afya na hospitali za rufaa za kitaifa, huduma za kifedha muhimu kwa ustawi wa umma, mifumo ya malipo ya ushuru ya URA, mifumo ya malipo ya kimataifa ya serikali yani EDC, huduma za utawala wa serikali ikiwa ni pamoja na uhamiaji, tovuti salama za tume ya uchaguzi, mfumo wa udhibitishaji wa wapiga kura sambamba na mitandao ya kujumlisha matokeo, usimamizi wa huduma ikiwa ni pamoja na gridi ya umeme na mfumo wa malipo, udhibiti wa usambazaji wa maji na malipo, vifaa vya usambazaji wa mafuta, mifumo ya udhibiti wa usafiri wa anga, reli na mifumo mingine inayohusiana na hiyo. Railway signaling and such other related systems. Na mkuu huyo wa tume ya mawasiliano nchini Uganda UCC. Mamlaka nchini Gambia zinasema zimeanza kulipa fidia kwa waathirika ukatili wakati utawala wa rais wa zamani Yahya Jammeh. Tume ya ukweli, maridhiano na fidia nchini humo imebaini kwamba maelfu ya watu walinusurika kwenye mateso, mauaji ya kiholela na unyanyasaji wa kingono wakati wa utawala wa Yahya Jammeh wa miaka 23 uliomalizika mwaka 2017. Tume hiyo inasema malipo hayo yanatolewa kwa awamu kuanzia kwa wale ambao pia walidhulumiwa na Novemba mwaka 1994. Yahya Jammeh alinuia kurejea kutoka uhamishoni mwezi Novemba mwaka 2025, lakini alitishiwa kwamba atakamatwa. Zaidi na Nasteha Mohamed. Tume ya ukweli, maridhiano na haki TRCC imebaini waathiriwa zaidi ya 1,000 wakiwemo wale waliokumbwa na mateso, mauaji ya kiholela kutoka kwa maafisa wa usalama na ukatili wa kingono. Idadi ya waathirika ambao watapokea fidia bado inaendelea kuchakatwa. Waziri wa haki aliwaambia wabunge mwezi Septemba mwaka jana kwamba serikali imepanga zaidi ya dola 400,000 kugharamia fidia kwa waathirika na kuendesha shughuli za tume hiyo. Serikali ya Gambia iliunda tume hiyo mwaka 2018 ambapo waathirika na maafisa wa zamani walitoa ushahidi kuhusu ukiukaji unaodaiwa kutokea wakati utawala wa miaka 22 wa Yahya Jammeh. Jammeh alihusishwa na kifo cha mwanahabari Deida Hadara mwaka 2004 na mauaji ya zaidi ya wahamiaji 50 kutoka Afrika Magharibi na kikosi chake maalum kinachojulikana kama Jungles. Baadhi ya wanachama wake wamefungwa gerezani nchini Ujerumani na Marekani. Mwaka 2022 tume ya TRCC ilipendekeza kwamba dola 600,000 zigawanywe kwa waathirika wapatao 67 na familia za wahamiaji waliouawa kutoka Afrika Magharibi, lakini waathirika walielezea kuwa kiasi hicho kilikuwa hakitoshi. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS mwaka 2024 ilikubali mahakama maalum ya kuendesha kesi za uhalifu wakati wa utawala wa Jammeh. Jammeh ana wafuasi wengi nchini Gambia na alitaka kurudi mwezi Novemba, lakini alionywa kwamba atakamatwa na kushtakiwa. Na asante na Steha Mohamed. Kipenga kinapulizwa moja kwa moja viwanjani na Phyllis Mwate. Na karibu msikilizaji. Sasa Manchester United wamemteua Michael Carrick rasmi kuwa kocha wao wa 3 msimu huu. Kiungo huyo wa zamani wa England na nahodha wa United ameteuliwa kuwa kocha wa muda baada ya Ruben Amorim kutimuliwa mapema mwezi huu kutokana na matokeo duni. Carrick anatarajiwa kuiongoza Red Devils hadi mwisho wa msimu na mechi yake ya kwanza itakuwa derby ya Manchester dhidi ya City siku ya Jumamosi. Antoine Semenyo na Ryan Cherki walifunga mabao kwa Manchester City wakichukua udhibiti wa nusu finali ya kombe la Carabao dhidi ya mabingwa watetezi Newcastle United. City sasa wanalenga kufika finali yao ya kwanza ya kombe la Carabao tangu mwaka 2021, huku Newcastle wakikabiliwa na pambano gumu la kurejea Wembley. Kocha mpya wa Chelsea Liam Rosnier ameahidi kuzungumza na Raheem Sterling na Alex Disasi. Kocha huyo aliye na umri wa miaka 41 na aliyemrithi Enzo Maresca wiki iliyopita anaendelea kushughulikia majukumu mengi baada ya kujiunga na The Blues, na miongoni mwa majukumu ni kuzungumza na Sterling na Disasi waliosajiliwa msimu wa mwaka 2023-24. Hivi sasa
wanafanya mazoezi kivyao mbali na kikosi kikuu na bado wapo kwenye orodha ya kuuzwa baada ya kukataa mikopo majira ya joto. Na mwenyekiti wa Olimpiki za mwaka 2028 mjini Los Angeles ametangaza tiketi milioni 1 zitauzwa kwa dola 28 pekee. Casey Wasserman amesema michezo ya Olimpiki lazima iwe nafuu na jumuishi kwa mashabiki wote. Tangazo hili linakuja wiki chache baada ya shirikisho la soka duniani kukosolewa kwa bei kubwa za tiketi za kombe la dunia litakalofanyika Marekani, Canada na Mexico. Nikome hapo Skola, shukran sana. Shukran msikilizaji.